Mpendwa mzazi, mtoto unayemlea leo ndiye jamii ya kesho. Kila neno unalomwambia, kila tendo unalomfanyia, kila kitu ambacho unahusika nacho kwenye maisha yake hakiwezi kufutika akilini kwake mpaka atakapokuwa mtu mzima. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda sana kushughulikia mambo matano ambayo yatakusaidia kumlea mtoto mwenye heshima, mwenye upendo, mwenye busara. Karibu katika Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea kwa upendo, tunaelekezana kwa hekima na kusaidizana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafikia ndoto zao na maisha yao yanakuwa vizuri. Mimi ninaitwa Madam Muhere. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako na kwa ajili ya jamii nzima. Usiache kushare video hii, usiache kulike na usiache kucomment kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu pale ambapo tunakuwa tuna-upload video mpya. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, wewe mzazi uwe mfano bora. Linamaanisha uwe kielelezo bora. Mtoto hajifunzi kwa kusikiliza, anaangalia moja kwa moja kile ambacho mzazi wake anakifanya. Wewe kama ni mzazi, unataka mtoto wako awe bora, kuwa bora kwanza. Unataka mtoto wako asiwe mwizi, wewe mzazi usiibe. Unataka mtoto wako asiwe muongo, usiwe muongo mzazi. Hapo unakuwa umemfundisha mtoto, amejifunza moja kwa moja kwa kukuona mzazi wake unafanya nini. Malezi bora yanaanzia nyumbani, na mzazi ndiye kielelezo cha kwanza kumuonyesha mtoto wake kile ambacho mtoto anatakiwa afanye. Sasa wewe mzazi, kuwa kielelezo bora, kuwa kiongozi mwema nyumbani, kuwa mzazi sahihi. Utaona moja kwa moja automatically mtoto anakuwa tu sahihi, kwa sababu anaona. Watoto wanajifunza zaidi kwa kuona kuliko kile unachowaambia kutoka kwenye kinywa chako. Hoja ya pili ni mawasiliano ya upendo na usikivu. Ndugu mzazi, yaani hakikisha kwamba wewe kama mzazi unamsikiliza mtoto wako. Msikilize mtoto wako anapokuwa anazungumza bila kumkatiza. Msikilize anachokizungumza mpaka amalize, alafu pale sasa jadiliana naye. Mtoto anayekuwa huku akiwa anasikilizwa na wazazi wake, anakuwa ni mtoto ambaye ana uwezo wa kujieleza hata mbele za watu bila kuogopa, kwa sababu amejengewa misingi ya kusikilizwa. Wazazi wanamsikiliza, wazazi wanampenda, wazazi wanamuelewa pale anapokuwa anazungumza. Wakati unamsikiliza mtoto wako, atakapomaliza hoja yake, kama unaona sasa kuna shida au kuna kasoro, pale ndipo sasa wewe mzazi unagongelea nyundo kwamba hapa umeniambia hivi mtoto wangu, lakini hapa ni 1, 2, 3. Mtoto anakuwa anaelewa. Lakini anapokuwa ameanza kuzungumza tu, nyamaza, hajatoa hoja yake, umeshamwambia nyamaza, funga mdomo wako. Wazazi wengine wakati mwingine tunatumia maneno mabaya, funga kopo lako. Yaani unamfanya mtoto sasa anakuwa muoga. Yaani haumjengei msingi imara. Hoja ya tatu, weka misingi ya maadili mapema. Yaani heshima, uwajibikaji, huruma, yaani huwa havifundishwi mara moja tu pap, vinafundishwa kila siku, taratibu. Mfundishe mtoto kuwa na huruma, mfundishe kuwaheshimu wengine, kuheshimu wakubwa, kusalimia, kuomba msamaha alipokosea na kusema asante pale anapokuwa amefanywa jambo jema. Misingi ya maadili inafundishwa taratibu, na mara kwa mara mtoto akumbushwe, afundishwe na aone jinsi mzazi wewe na mwenza wako mnachukulianaje, mnapendanaje, mnaheshimianaje, mnawasilianaje nyumbani. Mtoto anakuwa anajifunza hapo. Unakuwa unamtolea mfano. Unamwambia kabisa, hebu angalia mimi mama yako. Ulishaona natoa matusi? Ulishanisikia naongea mambo mabaya? Kwa hiyo hapo mtoto anaanza kujifunza mapema. Hoja namba 4, mlee kwa nidhamu na upendo kwa pamoja. Yaani mtoto kama utamlea kwa upendo peke yake, utamuharibu, na kama utamlea kwa nidhamu peke yake utamuumiza. Yaani nidhamu na upendo viendane kwa pamoja. Mtoto anapokuwa amekosea, apewe adhabu ambazo hazimuumizi, apewe adhabu ambazo zinamfundisha kutambua kwamba amefanya kosa na asirudie lile kosa.
asilelewe kwa kudekezwa. Yaani kuna ule upendo ambao unazidi, mwisho wa siku unakuta sasa ni kumdekeza mtoto, mwisho wa siku anakuwa anaharibikiwa. Kwa hiyo alelewe kwa upendo na nidhamu. Nidhamu na upendo viendane pamoja. Kukiwa na nidhamu, kukiwa na upendo, mtoto anakuwa vizuri. Hoja namba 5, muongoze kulingana na ndoto na kipaji chake. Kila mtoto ana ndoto, kila mtoto ana kipaji. Usimlazimishe mtoto kuishi ndoto zako. Yaani imagine kwa mfano, mimi ni mwalimu. Ninataka mtoto wangu naye lazima awe mwalimu. Namwambia mtoto wangu kwamba ualimu ni mzuri, kufundisha watu. Yaani ukiwa mwalimu hapana. Mtoto labda anataka kuwa mjasiriamali. Mtoto anataka kuwa labda mwanajeshi. Mtoto anataka kuwa mtu fulani. Anataka kuwa msanii, anataka kutengeneza vitu vizuri. Mlee kulingana na ndoto zake. Hakikisha unamsaidia kufikia ndoto zake. Pale anapokuwa amedondoka chini, msaidie kuinuka kwa upendo. Muhamasishe, mtie moyo aweze kufikia ndoto zake, na hakikisha unakuza vipaji vyake. Kama ana vipaji, vikuze, msaidie kutambua vipaji vyake. Mzazi mpendwa, mtoto wako hakuhitaji uwe mkamilifu. Mtoto wako anakuhitaji uwe mwenye upendo, uwe mwenye busara, uwe mwenye kumsaidia na uwe mwenye kumwelekeza na kuhakikisha anafikia ndoto zake. Kumbuka, ukimlea mtoto kwa upendo, atakuwa mwenye upendo. Ukimlea mtoto kwa hekima na busara, atakuwa ni mtoto ambaye ana hekima na ana busara. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tunathamini sana uwepo wako na mchango wako. Kila siku tunakuombea na Mungu aendelee kukusimamia na aendelee kukubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.